Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa fursa hii ya kutoa mchango wangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 67 marehemu baba wa taifa Mwalimu Nyerere alisema taifa letu linatumia zaidi ya 20% ya bajeti ya taifa katika sekta ya elimu. Na kwa muktadha huo basi, sisi kama taifa tunapaswa kutathmini ubora wa elimu na kama elimu hiyo tunayotoa kwa vijana wetu inakidhi mahitaji ya taifa letu. Kwa mawazo yangu, tathmini hiyo ya mwaka 67 pengine leo baada ya miaka 58, tathmini hii ina uzito mkubwa zaidi kwetu kama ilivyokuwa huko nyuma. Nalisema hili kwa sababu tunatumia karibu milioni 800 kwa mikopo ya elimu ya juu. Tunapaswa kutathmini, je, elimu inakidhi mahitaji ya soko la ajira? Mheshimiwa Mwenyekiti, mtu mmoja mwenye busara aliwahi kusema, mataifa ambayo yanategemea rasilimali zilizoko juu ya ardhi, uchumi wake utazidi kuimarika kadri siku zinavyokwenda. Kwa nini alisema hivyo? Alisema hivyo kwa sababu akili, ujuzi na maarifa ya watu yanaongezeka kila kukicha, tofauti na rasilimali zilizoko chini ya ardhi. Siku moja zitamalizika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesema hayo niliyoyasema ili kuonyesha ni kwa kiasi gani elimu, hasa elimu iliyo bora, inaweza kulisaidia taifa kujenga maendeleo endelevu na ustawi kwa ujumla wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, bila ya kuwekeza kwenye sekta ya elimu na bila ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata elimu inayokuza weledi, ujuzi na umahiri wao, hasa vijana wanaohitimu vyuo vikuu, bila shaka tutaendelea kuwa nyuma. Mimi kama mzazi na kama Mtanzania, ninapotathmini elimu ya vyuo vikuu, ninabaini kama kuna kasoro mahali fulani na nitazisema. Vyuo vikuu ni mahali ambapo tunategemea kutakuwa na mijadala ya kisomi inayojadili masuala ya uchumi na utafiti wa kisayansi. Wale ambao tunaikumbuka vizuri ukumbi wa Nkrumah Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mnaweza kukubaliana nami kwamba utamaduni wa kujadili hoja nzito na ajenda za kitaifa unazidi kupungua kadri siku zinavyokwenda. Sababu ya kuanguka kwa kiwango cha elimu kwangu mimi naiona ni moja tu: mbinu zinazotumika katika kuwasomesha vijana wa chuo kikuu zimepitwa na wakati. Hivi sasa mkazo mkubwa zaidi unawekwa katika kufaulu mitihani na kukariri badala ya kutoa maarifa na ujuzi. Kwa maoni yangu, tunatakiwa kufanya mambo manne ili tuimarishe umahiri wa vijana wetu, na haya hayahitaji fedha. La kwanza, badala ya kuwapa wanafunzi wa vyuo vikuu mitihani ya kuchagua majibu, tungewapa wanafunzi wa chuo kikuu wajibu mitihani kwa kutumia vitabu
wanaita open exams, open book exam. Na jambo hili si jipya. Wanasheria, mahakimu wanatumia wanapoamua kesi, wanakusanya vitabu vya aina mbalimbali. Madaktari wanapoamua kesi za utibabu ngumu, wanakusanya majarida kitaaluma mbali. Kwa nini wanafunzi tuwalazimishe kukariri badala ya kutumia vitabu? Mimi sioni mantiki. La pili, tuwape kazi maalum, project nyingi kadri inavyowezekana. Wanafunzi wa chuo kikuu wanatakiwa kutengeneza mawazo na fikra. La tatu, tuwape kazi za kufanya uchambuzi na mapitio ya vitabu mbalimbali wanavyosoma. Na nne, tuwape kazi maalum za mawasilisho darasani. Nina hakika tukiyafanya hayo tutatoka hapa tulipo. Mheshimiwa Spika, karne ya 21 hahitaji watu wenye shahada nyingi za vyuo vikuu. Tunahitaji ujuzi na maarifa ya watu wenye ujuzi na maarifa ya kufanya kazi. Ndiyo maana miaka 4 iliyopita serikali ya China ilibadilisha vyuo vikuu 600 kuwa vyuo vya ufundi na ufundi stadi kwa ajili ya muktadha huo. Rais wa Marekani, rais mpya Trump, mwaka jana alisema anataka kuanzisha chuo kikuu cha ujuzi na mafunzo ya kazi badala ya degree za jumla. Mjasiriamali maarufu duniani Elon Musk mwaka jana alisema anataka kuanzisha chuo kikuu cha teknolojia na sayansi badala ya kuwa na vyuo vikuu vya jumla. Sasa Waingereza wana msemo maarufu, wanasema hivi: if gold rust, what will iron do? Kama dhahabu inaota kutu, bati na chuma vitakuwaje? Nataka kusema nini? Ninachotaka kusema hapa, kama China na Marekani wameiona kasoro, kwa nini Watanzania hatutaki kuiona kasoro? Mheshimiwa Mwenyekiti, hata pale tunapolazimika kutoa shahada za chuo kikuu, kwa nini hatuangalii kozi ambazo zina uwezo wa kuajiri vijana na kutengeneza ajira na kushindana na wengine duniani? Nitatoa mfano. Hivyo katika karne hii tunafundisha kweli historia ya dunia badala ya kufundisha political science ambayo inajumuisha falsafa, historia na saikolojia. Tunafundisha historia kweli. Tunaandaa watu wa taifa la namna gani? Tunasomesha manunuzi badala ya kufundisha ujasiriamali na agribusiness. Tunaandaa taifa la namna gani? Tunafundisha vijana sosiolojia badala ya kufundisha practical psychology au saikolojia ambayo inatumika katika kila nyanja za. Tunafundisha sosiolojia kweli. Tunafundisha sarufi ya Kiingereza na Kiswahili badala ya kufundisha matumizi ya lugha katika muktadha maalum, yani applied linguistic and languages. Tunafundisha kweli sarufi katika karne hii. Tunafundisha fasihi badala ya kufundisha vijana wetu uandishi wa ubunifu, yani creative writing. Mifano hii bila shaka, waheshimiwa, iko mingi sana na sitaimaliza, lakini nimeona niseme mifano michache. Tuangalie tu kwamba hali yetu ya elimu ya chuo kikuu haiko vizuri sana. Tukinyamaza, mwaka jana tulifanya mageuzi hapa ya sera ya elimu na mitaala, lakini sisi viongozi tuko kimya juu ya elimu ya chuo kikuu kama
kama kwamba shwari. Mambo si shwari. Nilikuwa hivi karibuni naangalia kwenye YouTube na kuangalia mijadala ya wanafunzi wa chuo kikuu juu ya kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu waende elimu ya VETA. Wakawa wanajadili, inaonekana kwamba 95% hawakuridhika na kauli hiyo kama wanawasa. Sasa mimi ushauri wangu nasema kuna jambo la kufanya. Elimu yetu haiwezi kuwafanya vijana wakashindana na vijana. Hata ukichukua mfano tu wa nchi zinazotuzunguka Afrika Mashariki, ukimchukua kijana ambaye amesoma shahada ya Kiswahili, sisemi Kiingereza, mweke kwenye mjadala dakika 10, ni mahusiano ya ardhi na mbingu. Hii inadhihirisha kwamba elimu yetu mahali fulani ina kasoro, na sisi kama viongozi tusikae kimya, tuseme, na kama nilivyosema, lakini tuseme na tutoe mapendekezo. Nimesema tu ya msingi, nimetoa mapendekezo ya mambo 4. Hayahitaji fedha, hayahitaji teknolojia, yanahitaji tu maamuzi. Na la mwisho, udahili wa wanafunzi wa vyuo vikuu. Vyuo vikuu vinavyofanya udahili wa wanafunzi, mimi nashangaa sana. Hawaangalii umahiri, weledi, ujuzi na vipaji vya wanafunzi, badala yake wanaangalia ufaulu wa kidato cha 6. Nitatoa mifano miwili ili munielewe. Mwanafunzi aliyehitimu kidato cha 4 akaamua kwenda kujiendeleza katika kiwango cha diploma, akafaulu diploma ya miaka 3 ya sayansi ya tiba na utibabu ya miaka 3, na amefanya kazi ya uganga msaidizi kwa muda wa miaka 4. Anapotaka kwenda chuo kikuu anaulizwa, cheti cha kidato cha 6 kiko wapi? Tena cheti chenyewe cha ufaulu wa masomo 3 ambayo ni ya kukariri. Sasa mimi nauliza tu, hii ni elimu gani? Tunatafuta nini? Mimi nilidhani kazi ya elimu ni kukuza vipaji na umahiri wa watu. Ndio dhani kazi ya elimu hiyo. Kumbe kazi ya elimu tunayoifanya ni kukusanya watu wenye ufaulu. Mimi nadhani si sawa. Sisi kama viongozi si sawa. Mfano wa pili, kijana amemaliza kidato cha 4, amekwenda kusoma diploma ya miaka 3 ya sheria ya miaka 3, na amefanya kazi ya miaka 5 kwenye jamii ya huduma za sheria. Anapoomba nafasi ya chuo kikuu anaambiwa cheti cha kidato cha 6 kiko wapi? Halafu anachukuliwa kijana ambaye ana ufaulu wa masomo 3 katika daraja la C. Mimi nauliza tu, hii elimu ni elimu inataka kutibu nini? Kama ushauri wangu, kama tuna wasiwasi na watu wenye elimu ya kujiendeleza wenyewe, vyuo vikuu maarufu duniani vinatumia njia 3 tu. Ya kwanza, Wamarekani wana mtihani unaitwa Standard Aptitude Test, unapima weledi wa mwanafunzi. Jambo la pili, kuna vyuo vinatumia mtihani maalum wa kukuza weledi ambao wanaita Foundation Program, na chuo kikuu huria cha Tanzania kinatumia utaratibu. Kwa nini conventional universities hazitumii? Msielewi. La tatu, vyuo vikuu maarufu duniani vinatumia pre-university program. Kwa nini vyuo vikuu vya Tanzania havitaki kutumia pre-university program? Sasa tunataka kutengeneza watu kwa ajili ya kazi gani? Mimi nilidhani kazi ya elimu, narudia, nilidhani kazi ya elimu ni kukuza vipawa vya watu, umahiri wa watu, ujuzi wa, badala ya kuwakusanya watu waliofaulu kidato cha 6. Kwanza faida yake, ukimchukua kijana mwenye diploma
anapokwenda chuo kikuu anajua anatakiwa kusoma nini, kwa nini asome hiyo kozi. Baada mwanafunzi wa form 6 ati mimi nashangaa form 6 tunamfundisha Kiswahili, Kiingereza na historia, asome sheria. Sasa mimi najiuliza tu, uhusiano wa Kiswahili na Kiingereza na Kiswahili kwenye sheria uko wapi? I don't see the connection. Mimi nataka kuwa daktari, unanifundisha physics, chemistry na biology. Uhusiano wa physics, chemistry na biology na utibabu uko wapi? Lakini nikisoma diploma ya clinical medicine, uhusiano na uona moja kwa moja, na ninapokwenda chuo kikuu nasoma kwa umahiri, kwa weledi, na ninajua ninachokwenda kukifanya. Wako watu wamemaliza shahada ya udaktari, baadaye baada ya kumaliza miaka 5 anakwenda kufuga kuku. Sasa mimi najiuliza, kwa nini hakwenda chuo kikuu cha Sokoine akasoma ufugaji? Wako watu wanasoma uhandisi, baada ya miaka 5 wanafanya bodaboda. Sasa mimi nasoma, kwa nini hakwenda kusoma VETA ufundi? Sasa naonyesha tu viongozi wenzangu, tusikae kimya tukadhani kwamba mambo ni mazuri kiasi. Tuna kazi ya kufanya. Tumefanya kazi nzuri sana kwa sera ya elimu kwa ajili ya elimu sekondari na primary. Mbona hatuna sera maalum kwa ajili ya elimu ya vyuo vikuu? Mimi nadhani wakati umefika wa kufanya hivyo. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Shamsi Vuai Nahodha kwa mchango wako unaofikirisha sana. Waheshimiwa wabunge, tunaendelea na uchangiaji. Namwita sasa Mheshimiwa Edward Ole Lekaita Kisau, atafuatiwa na Mheshimiwa Daktari Jason Samson Rwekiza na Mheshimiwa Engineer Stella Martin Manyanya ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, na nakushukuru kwa nafasi na mpongeze mchangiaji aliyemaliza Mheshimiwa Nahodha kwa contribution yake kubwa sana.